بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلينا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه تنزيل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, naihusia pamoja na kuhusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu nikisimani, masiku nakwenda kwa kasi mno, kadhalika zama zinakaribiana. Kwa mtu mwenye akili na mwerevu, hii afanye kama ni sehemu ya kujitathmini, ya kuona kwa makadirio ya kawaida kwamba je, kati ya muda aliyoumaliza na aliyoubakiza, hata kama utalingana sawa sawa, lakini unaokuja wenda ukawa dhaifu mno kuliko ulivyomaliza. Mwanadamu ambaye ana akili, si muda wa kufurahika kama walivyo baadhi ya watu, kufanya sherehe na kula na kupongezana na vitu kama hivyo. Hili haliko katika utaratibu wa dini yetu. Miongoni mwa masikitiko makubwa, hata baadhi ya Waislamu wanapongezana na wale ambao pengine si Waislamu, kwa kuhongereshana na vitu kama hivyo. Hadha ma anzala Allah biha min sultani, haya Allah subhanahu wa ta'ala hakuyasemea wala hakuyawekea mwongozo wa aina yoyote. Lau kama jambo la watu kupata mwaka mpya lingekuwa basi lina sehemu katika dini, Muislamu angekuwa ni wa kwanza hasa katika hili. Bali si tu Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe, hata hijiria hii tunayohesabu ingehesabiwa katika kuzaliwa, yani mwaka ungerudi katika kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini haya masala mwaka umeanza umeisha hayana alaka na ibada yoyote. Na hata hao ambao wanafanya hayo, lau kama utawauliza nyinyi mmeyapatia wapi haya, hakuna jawabu la moja kwa moja. Wenyewe wanakuambia hii ni before Christ, before Christ, yani kabla ya kuzaliwa Isa alayhi salam, au kwa kuzaliwa Isa alayhi salam, ambapo watu wanahesabu kwamba kwa maana hapa leo tumefikisha miaka 2026 tokea Nabiullahi Isa alayhi salam amezaliwa. Allahu aalam, sijajua wataalamu wenyewe wa mambo haya hususan kwenye hizo vitabu wanavyovitegemea kama ni sahihi, lakini kutokuwa sahihi ni akrab kuliko wanavyodhani. Kwa hata mnafikiri mnafahamu wenyewe, siku takriban zilizopita 5 au 6 watu wamekaa kwa kufanya kwamba amezaliwa, lakini hata wenyewe hawayajui, yani wao wenyewe hawawezi, wanatofautiana. Lakini sisi katika dini wa Uislamu, kwani nyinyi mwaona kuzaliwa Muhammad sisi kunatuhusu nini? Muhammad ya fariki sisi kunatuhusu nini? Kinachotuhusu ni kile alichokuja nacho basi. Na hapa ndipo ukaona hata masahaba wanakaa kupendekeza mwaka wa Kiislamu uhesabiwe kwa kuzingatia nini. Mtu mmoja akaleta wazo kwamba uhesabiwe kwa kuzingatia kuzaliwa Mtume. Naambia si Uislamu hauna mafungamano na mtu kuzaliwa bwana. Mwingine kaja uhesabiwe kufa Mtume, akasema Uislamu hauna mafungamano na kuzaliwa kwa mtu na kufa kwake. Uislamu ni haki. Jambo likenda moja kwa moja kwenye hijra, na lau kama wangeweza pia wangefanya kwenye kutumwa utume, kwa sababu hii ilikuwa ndio nuru. Dunia inaanza kuangazwa kwa kiza, kutokana na kiza kirefu ambacho kilikuwa kimepita kwa muda mrefu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nafikiri haya mambo Waislamu yasiwalie muda sana. Watu washaanza kutengeneza vitu, yani watu wanatumia nguvu kubwa mno na muda mrefu sana kwenye haya mambo. Kwani jana na leo kuna tofauti gani jamani? Kama jana ulienda shambani, leo pia vile umeenda shambani na nguvu ni ile ile.
ima imezidi au imepungua kutokana na udhaifu wako wa kiafya. Lakini kama Muislamu haya mambo yasiumumize kichwa. Leo ni tarehe ngapi Rajab? Tarehe 13, 12, 12. Kesho ni ayyamul bidh inshallah. Tunazo siku chache sana kuingia mwezi wa Ramadhani biidhnillah alkarim. Nafikiri wastani mwezi mmoja na nusu, ndio mwezi mmoja na nusu, mwezi mmoja na kidogo yani. Inshallah tutakuwa tumeupata mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kutoka hapa kwenye maximum kati ya tarehe 17 na 18 mwezi wa pili ni humo. Islamu anza kufanya hima, anza kujibidisha, anza kujifanyisha mazoezi. Bahati mbaya kuna watu tokea Ramadhani iishe, kama alibahatika kufunga siku ya Arafa alhamdulillah, Ashura na Tasua yeye amevisahau, saumu za sunna amevisahau, saumu Daudi hayuko. Kwa hiyo nitokea alivyomaliza Eid siku ile, yani kabla ya Eid ile saumu ya mwisho, ndo mpaka aje kutana na saumu ya mwanzo Ramadhani. Basi sasa hivi anza kidogo kidogo. Hakuna dalili za moja kwa moja wa Mtume sallam amehimiza watu kufanya saumu katika mwezi huu. La, hizi hadithi ziko inshallah, nafikiri hata kwenye khutba kuanzia kesho mnaweza mkazisikia au mshazisikia. Lakini fanya hima basi, funga Jumatatu, funga Alhamis ili ujiandae kwenda Ramadhani. Na hapa wale wagonjwa wa vidonda, wagonjwa wa nini, wote wataonekana sasa hivi. Maswali ambayo kila mwaka yanaulizwa yanaanza sasa hivi. Allahu musta'an. Hii ni kutokana labda watu wanasahau. Tayib, hili jambo lipo. Sababu mtu anaweza mwaka jana aliuliza swali karibu na Ramadhani, mwaka huu atalirudia vile vile. Lakini pia nikwambieni Waislamu, kawaambieni wake zenu na mabinti zenu wafanye walipe. Katika sunna ni haramu kuitangulia Ramadhani kwa siku au siku mbili. Tunasema illa rajulu yasumu sawma, isipokuwa mtu kama analipa. Lakini sasa jamaa mpaka tutokea siku zote hizi zilizopita hajalipa, huyu akumbushwe. Huu ndio muda mzuri, mkumbushe tu, kama ni mkeo, kama ni binti yako, kama ni dada yako, mkumbushe kwamba hivi wewe lile jambo la mwaka jana, saumu zile ambazo unadaiwa 2 3 zile tayari. Inawezekana alikuwa ni mjamzito, alikuwa ananyonyesha siku za karibu, hawaliingia kwenye siku zake na vitu kama hivyo, au kulitokea dharura. Lakini hata Waislamu wenyewe safari hizi, Waislamu wengi wanapiga, mtu anakuambia mimi ikishanipita Ramadhani imempita. Sivyo, tujitahidi, tujibidiishe. Huu ndio muda wa kukumbushana. So ishafika Shaabani 25, 26 mtu anasema na saumu zangu 2. La, Muislamu uko wapi siku zote? Uko wapi wewe? Hii ni dini yako, hii ni mawasiliano yako baina ya wewe na Mola wako. Sasa usipofanya hima wewe, nani anakufanyia hima? Nyie mwaona nyinyi wenyewe dunia hii ilivyo kasi. Yani sasa hivi mtu sengine kumuita tu kwenye jambo lako dogo tu, utakwambia nilikuwa niko busy. Uko busy? Huo busy ni nini yani? Ni kitu gani hicho? Bali baadhi ya wataalamu wa mambo, nafikiri wa psychology, wanasema sasa hivi dunia iko kasi na watu wenyewe wako kasi. Ikiwa unampigia mtu kumwambia jambo lako, wewe ukipiga asalamu alaykum wa alaykum salam, na shida hii na hii na hii, ukianza kuzunguka mtu atakukatia simu, au unamtumia mtu message, jamani asalamu alaykum salam, kwema, wewe andika message, asalamu alaykum, mimi ni fulani bwana, nina shida fulani. Mtu akifungua simu moja kwa moja asema hii itumike kama dharura, kwa sababu watu wako busy. Watu ni madereva, wanaendesha magari masaa 12, masaa 20, mtu hajapumzika. Watu wako busy na kazi nyingi kweli kweli. Haya, sasa kama ni hivyo, hakuna mbadala. Kama mtu amekuita kwenye jambo lako, hujafika, mpigie simu kwamba bwana, mimi jambo lako sitokuwepo, na vitu kama hivi. Lakini hata usiposema tayib, dharura ziko tele, lakini basi iwepo ishara ya kuthamini kwamba amekuitia jambo lake, kwa sababu miongoni mwa haki za msingi za kutekelezwa kwa Muislamu ijabatu da'wa, kuitikia wito. Yani wewe ukajiuliza kwamba hapo mlipo nyinyi mko wangapi? Wengine mfano kama huu mji unaweza pengine na watu 20,000, 30,000, lakini mtu kwenye hao watu akakuchagua kukuita, wenda Allah yani ile jambo lako hili litatuke, kalielekeza kwako. Kwa yeye akakutafuta wewe ukamalizie jambo lake. Sasa na wewe anakuita, alafu ndo hivyo sasa. Hii si katika tabia nzuri za Uislamu. Uislamu tuheshimiane, tuthaminiane. Mtu kakuita, sikiliza alichokuitia. Kama akakwambia basi mwambie wenda sitofika kutokana na hali moja au mbili. Huu ndio utaratibu, kwa sababu ijabatu da'wa
ni katika haki za msingi ambazo Muislamu hatakikani kuzipuuza katika mambo ya kuzingatiwa ya msingi. Kwa mujibu wa darsa, insha Allah leo tunaendelea kuunganisha zile sura kwa tafsiri ya haraka haraka kutokana tulivyomaliza juzuu amma, na kwa bahati nzuri au mbaya tulivyotarajia sivyo ilivyokuwa. Mimi nilitaraji kwamba pengine kwa darasa 2 au 3 nitakuwa nimemaliza, lakini jambo linakuwa tofauti ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo insha Allah nitajitahidi kwenda kwa hizi darasa kadhaa tumalize ili tuende suratul Mulk kama tulivyoelewana insha Allah taala. Suratul Mulk ili tuanze kule kuja hivi, kwa ile hali kwamba kila mwisho wa sura na sura inayoanza au baina ya aya za mwisho wa sura na aya za mwanzo wa sura inayokuwa inaanza wenda kwa kunayo maana ambayo ipo, na kweli kwa ushahidi upo, isipokuwa hii mpaka hadhiq kama alivyosema manazuoni katika majalla Abu Bakar ibn al-Arab katika kitabu chake Nadhmu ad-Durari fi tanasub al-ay was-suwar, katika wakati akielezea haya mambo, bali yeye anasema katika miaka zake kwamba ilikuwa tumepewa ufahamu mkubwa wa Qur'ani. Ilivyofikia pahala wanafunzi wakawa wamedhoofika, basi elimu ile ikarudi kwa Allah. Sawa, dhaufa al-himam. Hii ni miaka mingi sana huko nyuma. Sema himma ya watu kusoma ilivyodhoofika, ile elimu ikarudi kwa Allah. Na kadhalika maneno haya aliyosema al-Imam Tabari rahimahullah ta'ala kwa miaka ya nyuma sana, aliwaambia wanafunzi kwamba ya jamani, nataka tuandike tafsiri kwa karatasi 1090. Anaanza kumwambia kamwambia mwalimu, hadha mimma yufni bihi al-umr, kwamba hai wewe unachokitaka karatasi 1090 ni katika vitu ambavyo umri unaisha kwavyo. Karatasi 1090, kwamba umri wa watu unaishia kwenye karatasi 1090, si mchezo. Na ni kweli. Basi wakafanya ikhtisar katika karatasi takriban 1000. Alkadhalika akamwambia katika tarehe kwamba jiandaeni sasa hivi tuandike katika tarehe kuanzia dunia ipo mpaka wakati huu wetu. Ambia hadha mimma yufni bihi al-umr, kwamba haya unayoyataka ni malengo ambayo umri wa watu unaondoka. Yani kuna malengo mtu anakuwa nayo, lakini ukiyatizama ukiyagawa kwenye umri wako unaona hapa nitaishia njiani. Lakini ala kulli hali, sasa miaka hiyo wanazuoni wanasema dhaufa al-himam, kwamba himma za watu kusoma ndipo zilivyodhoofika. Sasa hapo utajiuliza ilikuwaje? Ukirejea nyuma yao utakuta ni matabi na masahaba, unaona jinsi gani watu walivyoweka himma wakaweka juhudi. Taib, sasa ukija kwetu sisi ni kweli himma sasa si kama zimedhoofika, ndio zimekufa kabisa, hata haziko hai. Hii inaanzia kwetu sisi, hata waliotusomesha na tunaowasomesha himma zishapotea. Sasa kwa hichi kidogo ambacho tuko nacho ndo wenda kwenye asilimia ndogo sana ya himma ya kusoma ndo ipo. Na hili ukitaka kuliona wewe mwenyewe jipigie mfano tu, uwezo wako wa kusoma Qur'an ni kiasi gani. Qur'ani hii ambayo tayari unaijua, yani sio kwamba unaingiza kitu kipya, hiki ambacho tayari unakijua, kwa sababu vitu vipya vinahitaji akili, lakini akili lazima itulizane. Fikiri wengi waliosoma wanajua, na ni kusoma kwa aina yoyote, iwe ni kusoma kwa upande wa sekula au kusoma kwa upande wa dini. Kuna muda kichwa inabidi kiwe kimetulizana kabisa. Kichwa kikivurugika haviingii kabisa. Tena wenda huko kwenye sekula wenda mambo kama tofauti, huku kwenye dini ya mambo yana alaka na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukichanganya baina ya haki na batili wewe umekwenda. Kama ilivyokuja kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, anamshtakia mwalimu wake kwamba mwalimu, sasa hivi naona uwezo wangu wa kusoma umedhoofika. Shida ni nini? Kuna sehemu ndogo tu ya mwili wa mwanamke aliona, tena hata si sehemu ya kushawishi, sehemu ya chini huku, yani kuanzia kwenye ukasema kwenye fundo ya mguu kushuka chini. Mwalimu akamwambiaje? Akamwambia acha maasi, kama ilivyokuja katika nasi kwamba shakautu ila waqi'i su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-maasi, kama ilivyokuja kwamba nimekwenda kumshtakia mwalimu, uwezo wangu wa kuhifadhi na kusoma umedhoofika sasa hivi. Mwalimu akasema acha maasi. Haya, sasa nyinyi semeni, jipigie mfano wewe mwenyewe kutoka nyumbani kwako mpaka sehemu unapoelekea. Yani vile vitu vya kunyofua hifdhi unakuwa umeona vingapi? Alafu kwenye maisha haya mtu anapambana anatuliza msahafu, mtu anapambana anatuliza hadithi 100, anapambana anatuliza hadithi kadha wa kadha. Kwa hiyo tuko kwenye ulimwengu ambao yani
ni kuvutana. Wewe unavuta kheri ingie, alkadhalika shari nayo inavutwa hivi. Haya ndiyo maisha halisi, na mimi nimewahi kuambia katika mihadhara kadha ya nyuma kwamba tukumbuke Waislamu, tusisahau tunapambana na kiumbe ambaye amekula kiapo. Amemwambia Mungu, we mimi sawa umenitoa, lakini nipe muda hawa watu nikashughulike nao huko, nitawazuia kulia kushoto mbele nyuma. Hicho ndicho kiapo alichokula yule ambaye wewe unapambana naye. Sasa hapa hasatan Muislamu, na haya na mapambano haya ni Muislamu, asiokuwa Muislamu hayamuhusu. Mtu mmoja aniuliza, mbona hawa makafiri wako hivi? Nikamwambia, wewe waona, yani tuna shida gani na maiti? Au maiti tu, yani kwa maiti tunataka nini? Saidi sikumstiri na kumzika tu, unaweza kwenda kumdai maiti? Ama maiti wao umenitukana bwana, anakusikia saa ngapi? Yashamaliza jambo lake. Mfano huo ni mfano wa Muislamu na sio Muislamu. Na alkadhalika zimekuja hadithi nyingi tu kwamba mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu alhayy walmayt. Mtu anayemtaja Mola wake bali Muislamu huyo ambaye amedumu na dhikr, walladhi la yadhkuru rabbahu, na yule ambaye hamtaji Mola wake ni mfano wa hai na maiti. Haya, wewe unataka uende eti kafiri kapana na shetani kafanywa masi. Japo kuna swali niliwaachia, nafikiri darasa kama 3 nyuma, niliwaambia nendeni mkaulize kwa masheikh, je, hii haya tunayoyaona baadhi ya mazingaombo kwenye baadhi ya TV na maeneo mengine, mtu kwamba anafanyiwa maombi, anapandisha na vinaongea na vinaaga kuondoka, kuna uhalisia? Je, vile vina tofauti na hii sisi tunavyomfanyia mtu ruqya vikapandisha vikasilimu pengine vikaondoka, kuna tofauti? Sijajua kama mliuliza au la. Na sikumbuki katika wanafunzi waliokuwepo siku hiyo, labda Sheikh Badiru hapo nafikiria alikuwepo, lakini wengine sina kumbukumbu nzuri, na Sheikh Murid na wengine kadhaa. Ala kulli hali, jambo ambalo nataka nikwambieni ni kwamba leo hii mtu fulani ambaye hajasilimu mpaka umri huu, kwa muda alionao au kwa umri alionao, anaweza akasilimu kesho, na kesho jioni mashetani yakaanza kumsumbua. Kesho jioni mashetani yakaanza, tukaanza kusumbua na ruqya hapo, lakini umri wake wote wa ukafiri hajai kusumbuliwa. Mnahisi ni kwa sababu gani? Kula alikuwa ni maiti. Sasa maiti tayari ukishamaliza, yuko kwenye kundi lake, hamtafuti, yuko yani ni sawa na mbuzi aliacha kundi lake, kwa anatafutwa afanyeje? Harudi. Na mfano wake ndio kusema katika maji. Kwa hiyo hapa Muislamu ajishikilie, afunge nyuzi kabisa, akazi, ajue kwamba yuko kwenye mapambano. Kwa nini? Kwa sababu mapambano haya ni yule aliyekula kiapo. Alimwambia kabisa, rabbi fa'andhirni ila yaumi yub'athun, Mungu nisubirishe mimi mpaka siku watu wakifufuliwa, ili apate watu wa kuingia nao katika moto. Allah subhanahu wa ta'ala tulinde na moto huo. Kwa hivyo ndugu zangu kitimani, tujitahidi na tujihimu na tujidhatiti na nafsi zetu, tuangalie namna gani ya kujikomboa kutoka kwenye haya mambo insha Allah. Leo kwa sababu katika darasa lililopita tulishia katika surat Al-Ghashiyah, pale katika zile aya za mwisho Allah anaposema afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir inma anta mudhakkir. Hizi aya zinamtaka mwanadamu mwenye akili, lakini mwanadamu ambaye ana akili ya uelewa wa kutambua, atizame ardhi namna gani imetandazwa, alkadhalika mbingu namna gani imenyanyuliwa, na milima namna gani imesimikwa, alkadhalika ngamia sampuli gani au namna gani ameumbwa. Na hapa mtu anaweza kujiuliza, hivi kwani Allah subhanahu wa ta'ala mpaka anamtaja ngamia katika hatua hii kuna nini? Waislamu ningewauliza, lakini nitawasumbua bure. Wengi wenu mna magari, alhamdulillah, wengine nyinyi mna magari. Utaratibu wa gari katika utendaji kazi, tairi za upande mmoja zinajitegemea au za mbele zinajitegemea dhidi ya za nyuma, au taratibu huwa ukoje? Madereva wanaweza kusaidia, au kila tairi inajitegemea? Yaani unaweza ukashika breki ikashika tairi moja, au za nyuma peke yake, za mbele peke yake, au ikoje hapo? Naam, yenye nguvu ni moja. Ya wapi? Ya kulia ndio yenye nguvu, kwa maana hizi za mbele zinavuta za nyuma, ndio maana yake.
Jamani, mmemsikia mzee huyu, tutakubali kwa sababu ni mtu mzima, huenda ameyaona mengi, lakini nilitaka nipate ima fundi au dereva ambaye amebobea kwa muda mrefu. Jawabu hili ndo huyu jazakallahu khair. Lakini kuna aina ya gari, sijajua kama mshaona au la, baadhi ya vijana ambao wanafanya michezo yao wanazitembeza upande mmoja, yani inanyanyuliwa ima itembelee kulia au kushoto. Mliwahi kuona hiyo? Kwa huku kwetu la, lakini mimi nimewahi kuona ni gari aina fulani hivi, sio unaweza kusema, ala kulli hali zinatembea upande mmoja ima kulia au kushoto, lakini ni aina za michezo yao. Yani vijana wanakula, wanashiba, alhamdulillah, wanaingia barabarani, wanaanza hivi. Wanazuoni wanasema katika maajabu ya huyu mnyama huyu ngamia, miguu yake inakwenda kwa tofauti na wanyama wengine. Yani miguu ya kulia inakwenda peke yake na ya kushoto inakwenda peke yake. Na haya mnaweza mkayachunguza hata nyinyi wenyewe, mkaingia kwenye interneti, mitandao, mkauliza hivi kunani, mkaona mambo zaidi na zaidi ambayo mimi wenda nitakwambia, na mimi sitoyasema yote kwa sababu huu ni muda mfupi sana. Yani ya upande mmoja, unaanza wa kulia unafuata wa kushoto kwake upande mmoja, alikadhalika na upande. Sasa unaweza kujiuliza staili hii ya utembeaji hii ina aksi nini? Lakini si hivyo tu, ngamia miongoni mwa wanyama, si miongoni bali katika wanyama ambao wenye nguvu ya kubeba mzigo mzito na mkubwa kweli kweli ni ngamia, duna wanyama wengine, pamoja na tembo na ukubwa wake au na unene wake, lakini ngamia ni kiumbe kingine kabisa. Bali tumeona hata tumehadithiwa na baadhi ya watu, jamii ya Wapakistani, mzigo wa kubebwa na hizi gari ndogo hizi tauni haisi, mzigo hasa kama ni magunia au ni nini, ngamia mmoja anabeba tu na anaondoka. Sasa unaweza kujiuliza huyu yeye ana nini cha ziada kwa zidi wenzake? Na vitu kama hivyo, kwamba ngamia ameumbwa na kutokana na majini, ngamia na gheri, ngamia na mengine mengi. Sasa mimi nikupa mwanzo, nyinyi katafuteni zaidi na zaidi, mpaka Allah anakuambia afala yandhuruna. Hapa wenda lipo la kujiuliza kuhusiana na kondoo na mbuzi na ng'ombe, amevitaja lakini hajataja katika mlengo huu kwamba watu hakuna haja ya kutaka kujua zaidi, lakini ngamia. Alikadhalika mbingu, alikadhalika ardhi na milima. Hivi mwanadamu mwenye akili timamu lazima aende akajiulize huko kuna nini. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala kaenda moja kwa moja katika surat Al-Fajr, akazungumza wal-fajr mpaka kwenye sura za mbele kwenye watu wa Iram. Kwanza akaanza na alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, watu wa Ad. Pia akasogea katika watu wa Iram, ambao watu wa Iram hawa walikuwa na maguzo au nyumba ambazo zimechongwa kutoka kwenye milima. Sijajua kwamba kwa utaratibu au desturi za miji yetu sisi hiyo hali tumeipitia. Yani watu wanatizama tu mlima, wana design, nasema hapa tutatoa ghorofa 2, vyumba kadhaa, selfu ni hizi hivi, sebule ni hizi. Watu walikuwepo wa namna hiyo, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia kwamba allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, hakuumba mfano wao. Yani hilo ilikuwa ni toleo la aina ya wanadamu au aina ya viumbe, ameumba, amemalizana na toleo hilo, hakuumba tena baada ya hapo watu wa namna hiyo. Lakini hapa pia kuna jambo la kujiuliza Uislamu. Nataka niwaambie kwamba haya matoleo ya binadamu katika utaratibu wa kuumba, sisi ni moja ya matoleo hayo. Sisi ni moja. Kuna toleo la binadamu la nyuma kidogo linaitwa Juja wa Majuja. Mliwahi kusikia Juja Majuja? Kipo ni kizazi au ni sampuli katika sampuli za binadamu. Ni binadamu kama wewe, ana miguu, anakula, anakunywa, anaishi na wanazaliana. Hawa watu walikuwepo miaka ya nyuma kidogo katika enzi za Dhulqarnain. Katika ukifuatilia katika masaili tarikhia, wanazuoni wengi yani wameshindwa, si kwamba wameshindwa, bali taarifa hazijakuja kuthibitisha. Na hii inarudi kwenye msingi mkubwa wa Qur'an kwamba al-mubahamat fi al-Qur'an, yani yale kuna taarifa ambazo zimekuja katika Qur'an lakini bado zimefungwa. Taarifa za idadi, taarifa za maeneo, taarifa za majina ya watu. Leo watu wanaminyana kwenye majina kwamba kuna Kabili na Habili walikuwa watoto wa Adam. Huwezi kukuta katika wanazuoni wanaoamini katika tafsiri wanatumia hivi. Au yule mfalme wa Nabiiullah Suleimani, yule mwanamke Balqis, mpaka watu wametolea majina kwamba alikuwa anaitwa hizo, au hizo ni kukadiria kuita ili wapate
yani waache kusema alikuwa fulani, la. Sasa tumeelewana hapo Islam. Dhul Qarnain amefahamika kwamba alikuwa, sababu Allah amemtaja katika Qur'ani katika suratul Kahf. Alimpa Allah uwezo, miongoni mwa uwezo ni kutembea dunia mpaka akatembea jua linakozama kabisa. Na hizi ni challenge ambazo bado wataalamu hawajafika mpaka leo. Na mimi huwa kuna swali moja na wauliza kwamba je, lau kama tutataka kuuliza kwenye hii dunia elimu, yani hapa tulipo sasa hivi tunasema tuko kwenye technology, kwamba je, technology inatudai au sisi tunaidai? Yani tunaidai nyuma kwamba wametuzidi nyuma, au sisi tumewazidi? Tunaidai kwa maana tumeizidi ukilinganisha na nyuma. Lakini mimi nikifanya vipimo vyangu naona la, nyuma bado wako mbele kiteknolojia, sisi ndo bado yani wao wanatudai, sisi bado hatujafika. Kwa sababu hayo tutapata wapi? Wewe rejea tu Suleimani alayhi salam, amekaa na watu wake, anambia bwana, sasa bwana, mwasikia taarifa za mfalme fulani. Mtu mmoja akwambia, wewe usio na wasiwasi, mimi nitaleta kiti cha mfalme yule kabla hujainuka kwenye kiti chako. Sasa nini? Ni mashaitani? Si mashaitani. Hakainuka mtu mwingine, na hata Qur'ani imemtaja hivyo hivyo. Waqala alladhi indahu ilmu min alkitab, akasema mwenye elimu kwamba ana atika bi kabla yartada ilaika tarfuka, kabla jicho alijafanyaje haja. Sasa haya tuwatake hao wenye teknolojia. Sasa hivi ukifuatilia kwenye mambo ya usafiri wa anga, wenyewe wanasema kuna ndege inatengenezwa, mbio zake itakuwa ikipita, ili usikie mungurumo itakuwa imekuacha kilomita 1000. Yani kiwango cha juu cha kilomita cha mbio, si ndio hivyo? Yani ili usikie mungurumo kwamba ni ndege imepita, iko mbele zaidi ya kilomita 1000 au 1000. Lakini huku nyuma, unarejea nyuma kabisa, nyuma, mtu anakuambia mimi nitaleta kabla macho hayajafanyaje. Haya, sasa turejee jambo, ni kamba hizo wanavuta au wanafanya mazingo? La, turejee. Yule mwanamke anaingia kwa Suleimani, anaanza kushika nguo zake, anafikiri ni baharini. La, kumbe ni mambo tu, ni ufundi tu, miaka hiyo upo. Islam, tumeelewana hapo? Sisi tutasema kila itakavyokuwa. Hapo kwa Suleimani kuna mambo mengi sana. Ani'mal sabighati wa qaddir fi sard wa quduri rasiyati. Haya mambo yote, majiko, masufuria makubwa, tena sasa tizameni, sasa nyinyi mtasema wenyewe ni uwezo wa kimungu au ni teknolojia au imekwenda imerudi. Mtu anatengeneza vyuma, anafua vyuma, lakini hatumii gloves wala nini, anashika na kunja mwenyewe anafanya. Haya, semeni ni nini hiyo? Kulikuwa na dawa gani? Leo ipo katika hizi nchi za India wengi, lakini wanasema kwamba ni madawa yanatumika. Mtu anakaanga chips, anatumia mkono tu, anatoa hivi. Hawa mjaona? Si maajabu. Ilikuja katika enza al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, mtu mmoja zindiki mmoja anamwambia Ibn Taymiyyah, mimi nitakufanyia maajabu. Maajabu gani? Sema mimi nataka wanichome alafu sitaungua. Sasa kumbe akashindwa kufahamu anaongea na mtu aina gani. Allah subhanahu wa ta'ala, ukiacha kizazi cha manabii, katika mtu alokuja kwenye hii dunia akiwa ni mtu pekee yake ni Imam Ibn Taymiyyah. Waislamu huenda mkai kuvisoma, lakini msomeni mumjue. Bali katika maajabu, mtu mmoja hapa, Sheikh Muhammad al-Harras kama sijakosea, wakati anafanya tafiti zake za master, akapewa kazi afungiwe maktaba miezi 3 asome Ibn Taymiyyah, kisha akitoka amseme vibaya, haja anamtukana. Akafungiwa maktaba bwana, akalitoa vitabu vyote vya Ibn Taymiyyah. Alipotoka maktaba akamwambia, nyinyi ni wajinga, nyinyi mlionifungia ni nini hivi? Huyu mnamjua? Tokea hapo akachana misimamo ya hao waliomfungia, na sababu alikuwa ameandaliwa ni zawadi, sasa anakwenda kupata PhD. Akatoka anasema Ibn Taymiyyah ni mtu mwingine kabisa. Ibn Taymiyyah zindiki mmoja anamwambia, mimi nataka nikufanyie maajabu ya mitume. Maajabu gani? Akamwambia, mimi watanchoma na moto lakini sitaungua. Akamwambia, na mimi nakupa sharti ili wakuchome. Oga kwanza. Ukishaoga, wakikuchoma usipoungua mimi nakuamini. Jamaa akakataa kuoga. Kumbe nini? Kapaka dawa zao, wenyewe wana dawa zao wanasema. Ni dawa hizo akipaka mwili mzima, choma utakavyochoma mtu haungui. Lakini hiyo ilikuwa ina aksi yani bado ni teknolojia zinarudi huku nyuma huku kwa Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Kizazi chake kimeamini kwamba moto haushindi na chochote, unatekeleza chochote. Ashangaa mtu anaingiza kwenye moto, anachoma, mara mtu anatoka kama alivyoingia. Kwa hiyo hapa, ndugu zangu kitimani, leo kama haya tutatafuta kutaka kuyajua zaidi, tutakuta nyuma walitutangulia.
au inaweza karudi ile hali ya Kiswahili kwamba aliyetangulia katangulia. Ni kweli, tumeona vizuri. Sasa tulikuwa tunazungumzia sampuli za binadamu. Ukirejea nyuma hapo, au Yajuj wa Majuj ni viumbe warefu na wafupi, ni kizazi kilikuwepo, sawa. Ukiacha hao, kuna Irama dhati al-imad, hawa wao nao walikuwa ni watu wengine kabisa. Kanu yanhituna min aljibali buyuta, yani wenyewe wanakwenda kwenye mlima fulani, wanaangalia hapa tutaweka makazi yetu, tutafanya hivi, tutafanya hivi, na kweli wanachonga. Bali athari hizi bado zipo kwenye baadhi ya miji. Miongoni mwa athari zilizopo ni katika mji wa Madina, Mtume salama, kuna maeneo sijadhibiti kwa majina, lakini hizo athari bado zipo. Hii kwenye dunia mpaka Allah anakuambia tembeeni muone, ni kweli athari bado zipo. Miji ilikuwa imechongwa, imetolewa magorofa, imetolewa vitu vingi sana. Hawa watu ambao Allah akasema allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad, hakuumba mfano wake kabla katika miji. Basi kama hakuumba kabla, Allahu aalam baada ataumba au la. Lakini sasa kile linavyokwenda umbile linakwenda linadhoofishwa. Sasa hivi mtu akifikisha miaka 40 watu wote mnakubaliana kwamba huyu ni mzee. Itafika pahala miaka 20 watakuwa ni wazee sahihi kabisa, ambapo nyuma mtu miaka 80 bado mnaona yumo, eti ili aitwe mzee mpaka miaka 90 na vitu kama hivyo. Lakini sasa hivi hapa lau kama utaona wote wenye mvi, ukimuuliza wengi 50 bado, lakini ndio hivyo, ni mzee. Kwa hiyo umbile linaendelea, linafanyaje? Linapunguzwa ile quality, mpaka wale ambao watakutwa na kiyama basi watondoka zao wakiwa hawana mambo mengi na vitu kama hivyo. Hao ni watu wa Iram, ni mji mmoja, ni mji miongoni mwa miji ambayo ilikuwepo. Lakini Allah kataja watu wengine, wa Thamud alladhina jabu as-sakhara bilwadi, na watu wa Thamud, alkadhalik wa Firaun dhil autad, na watu wa Firaun ambao hao walikuwa na magome kabisa. Hao ndio walijifanya, hasa huyu Firaun ndio alijifanya kabisa, mpaka shetani anamwambia bwana, we hapo ulipofika mimi sijafika, la kujiita Mungu mimi sijafika. Firaun, Allah subhanahu wa ta'ala akaenda mbele moja kwa moja, akaja kumzungumzia mwanadamu na hali zake katika hali ya kupata na kukosa, pale aliposema fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Pale ambapo mwanadamu anaponeemeka akapata neema na akakirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na neema, anasema Allah hapa sasa amenijua, amenikumbuka kama nipo. Lakini wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa fayaqulu rabbi ahana, ama inapotokea mtihani sasa, zile riziki zikayumba, mtu alikuwa ashazoea kupata pesa, ashazoea kufanya vitu, lakini hali kabadilika. Na hii ni hali ipo katika maisha yetu ya kawaida. Mwaka huu wende ukapita vizuri, kila ulichokitaka ulikipata, lakini mwaka unaofuata mambo yabadilika. Kama biashara yako ilikuwa muda huo ina soko, sasa hivi hakuna. Kuna watu bidhaa walizokuwa wanaziuza tena zinatakikana na kila zimefia stock. Kwa nini? Hazihitajiki tena. Elimu hizi mnazoziona hizi, elimu iliyokuwa nayo haihitajiki tena. Yani kizazi tulichonacho sasa hivi hakihitaji hiyo elimu. Na ndio maana mimi nikawahusia, sasa hivi kuna kitu kinaitwa adhakaul istinai au akili mnemba kwa Kiswahili. Ukisema hivi kila mtu anaelewa. Akili mnemba, mshasikia kuhusu hichi kitu au AI? Islamu mjasikia? Vipo hivyo vitu. Kuna baadhi ya nchi za wenzetu sasa hivi watu wamekosa kazi. Kwa nini wamekosa kazi? Hiyo inafanya kazi. Sasa hivi injinia wa nyumba akiingia kwenye ile anaambia nataka nyumba ya vyumba 3 na choo kimoja cha ndani na choo kimoja cha nje, unipe gharama yake, mabati, tofari kama ni za broko, kama ni za kuchoma. Dakika 3 mpaka 4 kila kitu kimekuja, ambapo miaka ya nyuma injinia anakaa siku ngapi hapo? Zaidi ya siku moja kwanza kupiga hesabu, kuhesabu inakuwaje hicho. Kwa maana inafika pahala sasa watu hawahitaji tena kufanyaje? Kusomea. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya dakika chache. Kwenye majiji makubwa duniani sasa hivi watu wamekosa kazi kabisa, hasa kwenye zile huduma za kijamii, huduma ambazo zina watu wengi, mfano kama airport, vituo vya treni na maeneo mengi sana. Pale ambapo angekaa mtu mmoja kwenye dirisha anapokea passport na kuzigongea muhuri, huo mfumo haupo. Mtu anafika anaweka passport tu, yani dakika 15 watu zaidi ya 200 300 wanahudumiwa, kwa sababu ni kuweka unatoka. Lakini zamani mpaka mtu ashike, afunue passport, apige, akufunikia, kurudishia, dakika moja inaishia hapo, mnahojiana. Sasa hivi hamna mfumo. Sasa na vitu kama hivyo. Hii inaitwa AI kwa lugha ya Kizungu, sijajua kirefu chake. AI kwa lugha zetu sisi tunaita adhakaul istinai.
lakini Kiswahili wanaita akili mnemba. Ipo, mimi nishaisikia watu wanaisema, baadhi ya watu hii kuna vitu vinaitwa Photoshop. Photoshop ni mambo ya editing, kutengeneza video na vitu kama hivyo. Sasa hivi unachika tu video yako, sasa hivi unaiambia bwana, wewe nataka kwenye hii video uniwekee sauti yangu nikizungumzia masuala fulani, uweke background hii, unyekee hivi, uniwekee hivi, uniwekee hivi. Hicho tu. Ukiklik tu dakika 3-4 ikisearch inakuja vile vile ulivyokuwa unataka. Zamani lazima uende photocopy hapo au stationery umwambie bwana nataka hivi na harusi yangu hivi, mtu afanyeje? Kwa hiyo huko tunakokwenda, kumbe kuna baadhi ya vitu havitufanyaje, havituhitajika, na huu ndio uhalisia. Sasa hata katika maisha yetu ndivyo hivyo. Una mali sasa hivi, jamii yote imeangalia mali yako, yani wanasubiri ulete mzigo. Nafika pale wala jamii hata haihitaji, unafia store tu. Sasa ikifia store ni kwamba umeingia tena shida kwenye nini? Huna mtaji, huna mzunguko. Utulie. Hapa ndipo Allah anaposema sasa, wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa fayaqulu rabbi ahana. Anapotahiniwa na riziki anasema Allah subhanahu wa ta'ala ametahini. Si maneno ambayo anastahili ayasema muumini, kwa sababu muumini yeye yuko kwenye plani mbili hizi, imma apate ashukuru au akose asubiri. Basi Allah subhanahu wa ta'ala atusalimisha. Lakini Allah akasema kalla bal la tukrimuna al-yatim, kwamba si hivyo, nyinyi hamwakirimu yatima. Na katika jambo ambalo Waislamu wengi sasa hivi hawajibidiishi nalo ni swala zima la yatima. Hebu piga taswira watoto ulionao nyumbani kwako, leo hii umeondoka, maana tokea dakika ulioondoka ni mayatima hao. Alhamdulillah, Waislamu wa msikiti huu na maeneo mengine, Allah walipe khair, wallahi mnajua kuhudumia jamii. Na msije mkahisi moja ya siku kwamba mimi siwezi tena kutoa sadaka, siwezi. Wewe utakuwa umejiharibia. Hii miongoni mwa kazi kubwa ambayo inatakiwa ifanye msikiti ni kusaidia jamii hasa. Nafikiri mnasikiaga michango inapita, mara yatima imekuwa hivi, mara hivi, mara hivi, mara hivi. Ndugu zangu, wewe fikiria watoto ulionao nyumbani kwako ni 2 ni 3, kuna vidogo vidogo, kuna ambao tayari washakuwa. Ukiondoka tu dakika ya kwanza unaanza ni mayatima tayari. Sasa ndio watoto wako wanakuja hapa kuchangiwa. Hali hii ukifikiria ikakukaa vizuri, unaweza ukajua mchango unapokuja unahitaji yatima achangiwe hapa kuna umuhimu gani. Unaona vizuri Islam. Bali katika jambo ambalo kwa sasa linaumiza ni kuwepo vituo vya mayatima. Hili jambo linahitaji akili nzuri kulielewa. Naomba mnielewe. Alhamdulillah, hata kwa taasisi yetu au taasisi jirani, bali sekta nyingi za Uislamu wamejitahidi kuwepo vituo maalum vya nini, vya watoto yatima. Vipo na vinafahamika hasa, vipo vya Uislamu, vipo vya Uislamu. Hilo ukitizama ni nzuri. Kituo cha watoto yatima ni nzuri, yani inasikika kwamba hapa tunalenga kumsaidia nani? Yatima. Lakini ingekuwa nzuri mno, hawa watu wangejihisi kwamba wana baba. Atajihisije na baba? Ile hali ya kumweka kwako, yani kuishi naye. Na imekuja katika Qur'an, wayasalunaka 'anil yatama, Allah akasema qul islahu lahum khair, kuwafanyia wema ni bora zaidi. Wa in tukhalituhum, mkiwachanganya kwenye mishughuliko zenu, kula pamoja, kwenda shambani pamoja, wa in tukhalituhum fa huwa ikhwanu, hao ni ndugu zenu. Sasa wewe fikiria, familia mmezaliwa watoto wa kiume 5, amekufa mmoja, eti yani nyinyi mna akili kabisa, nyinyi 4 na mna uchumi mzuri, watoto wa ndugu yako wanapelekwa kwenye vituo vya yatima na una akili nzuri kweli, eti nikimlea atahisi unyonge. Ukiwa ni mbovu wewe atakuwa mnyonge kweli. Lakini hili watu walifikirie. Kwenye baadhi ya nchi za wenzetu zilizoendelea, tizameni maendeleo walionayo sasa. Mtu mzima akifikisha miaka 70 kuendelea, kuna nyumba zinaitwa mutaqaid, yani nyumba za wale ambao tayari wamezeeka. Anatolewa kwenye jamii, anatolewa kwa wajukuu zake na anakwenda huko kuwekwa. Ukilitizama kama tunawahudumia wazee, wewe baba yako wewe anatolewa kwenu, yani aache kuona wajukuu, aache kuona watoto wake, eti anakwenda huko ufanyaje? Kulelewa. Haya yatafakarini, yanaleta sura gani? Huyu yatima ambaye anakwenda kulelewa kwenye nyumba za mayatima ndiyo atapata malezi, lakini kuna vitu vingi atavikosa hiyo vya atifia, yani vya kihisia. Kuna vitu vingi atavikosa. Rejeni katika sheria, miongoni mwa sababu ambazo wanazuoni wamezichukulia kwamba mtoto wa nje ya ndoa asiswalishe
ni kwa sababu wa nje ya ndoa hana baba wa kumfunza adabu. Sio kama tumeelewana vizuri? Kwa ule msingi wa kwamba huyu amepata malezi ya baba, huyu anakuwa hana, kwa sababu amelewa na nani? Na mama, ambapo sasa hivi ndio fashion, wanaitwaje? Single mother. Islam, tuelewane vizuri hapa. Haya mambo lazima tuyatafakari wote kwa pamoja. Haingia akilini watoto wa kiume kwenye familia mko watatu wanne, mmoja anaondoka eti watoto wa ndugu yenu, na nyinyi kwa macho yenu na akili zenu mnaona eti wamepelekwa kupewa msaada yatima. Wewe na wewe upo, watoto wako wanakula, wanaishi vizuri, kwa nini usimchanganye huyo katika watu wako? Lakini kutokana na bahati mbaya ya watu kukosa dini siku hizi, yani yatima akiwepo nyumbani utajua tu kwamba huyu ni yatima. Kwa nini? Kwa sababu zile attention anazopewa. Hata watoto wenyewe kutokana na malezi mabaya kutoka kwa mama zao, yani kana kwamba ni ulimi wa mama unapita kwenye kinywa cha mtoto kumwambia huyu, wewe huna baba, huna hivi, huna hivi. Ndugu zangu, tutizame hili. Allah anasema islahu lahum khair, kuwafanyia wema hawa mayatima ni nini? Ni khairi. Na hapa Allah ndiye anasema kalla bal la tukrimuna alyatim. Si hivyo, hawa walikuwa hawakirimu mayatima hawa. Leo ukikusanya Waislamu 10 au 20 au 100, katika hao ukauliza nani anamlea yatima nyumbani kwake, wallahi unaweza usipate. Na huo ndio uhalisia, na kila mtu anajua hili kwenye nafsi yake kwamba wewe nyumbani kwako kuna yatima. Jawabu ni la. Wapo kwenye vituo vya watoto yatima. Watoto yatima zile feeling za kuwa na mama, kuwa na baba, kuwa na kaka, yeye anazipata wapi? Mtu anamwambia dunia imebadilika bwana, wajua kumlea mtoto wa mtu bora sijui umpe pesa huko. Wewe, huu ni uhuni kwenye nafsi zetu. Nafsi zimekufa. Baba anaweza kana nataka, mke hataki, mke akataka, mume hataki. Lakini msingi mkubwa wa malezi, ndugu zangu katika imani, hata sheria kulizungumzia hili, ni kwa sababu mtoto wa nje ya ndoa, kwa ile hali kwamba hana malezi ya baba, basi kinakuwa yani ni doti lile la kumshusha thamani. Hapa ndipo unapokuja msingi mkubwa kulea. Sasa haya niambie, wewe umemlea mtoto wa kaka yako, umemlea mtoto wa mdogo wako wa kiume, atahisi amepungukiwa na nini? Mkiyatafakari haya, basi wenda tutazinduka ndugu zangu katika imani. Lakini wala tahaduna ala ta'ami almiskin, na wala hawajihimu hawa kuwalisha maskini. Wataakuluna turatha akla lamma, na mnakula mali za mirathi za watu ulaji wa hali ya juu. Hapa kuna watu wanakuta alikuwa ni kaka yake amefariki, lakini Allah alikuwa amemjalia mali zipo alhamdulillah. Naona mtu anabadilisha gari au ana magari 2 3, kumbe maskini atembelea gari la stahiki yake ni huyo ambaye amepelekwa kwenye kituo cha watoto yatima. Haya mambo Islam lazima tujitafakari. Islam tuna mtihani sisi, wallahi tuna mtihani. Bali hapa kila mtu ajitafakari, si tu kwamba wewe unafurahika kutamani vya watu. Kuna watu wanatembelea mali ambazo si zao, yani ile hati miliki si yake. Huyo ni mwizi tu kama wezi wengine, au ni jambazi kama majambazi wengine. Mtu kafa kaacha watoto 2 watatu, gari au mali alizoacha, wewe umetumia zile mali za mirathi za hawa. Wewe umenunua zako gari, umenunua nyumba, umenunua kiwanja, umenunua ulivyonunua, unatembelea, huna wasiwasi. Wewe ni mwizi tu, kwa vyovyote vile, kwa sababu hizo si zako. Wenye nazo ni hawa ambao eti huwezi tena kuwalea wewe. Wako wapi? Vituo vya watoto yatima. Waislamu tujitafakari hasa katika hili, tujitafakari katika hili. Utaakuluna turatha akla lamma, lakini watuhibbuna almala hubban jamma, na mnapenda mali sana. Kuwa na mali si haba na si vibaya, lakini ile hali ya kufanya kwamba sasa hamu yako kubwa ni mali, ili ni tatizo kwa Muislamu. Baadhi ya watu wao wanakaula wanasema mimi kwenye mali usiniambie kitu. Kuna watu wamepoteza marafiki zao kwenye kutafuta. Watu wametoka wawili wameenda kutafuta, zimepatikana huko, kaona sasa wewe ni kikwazo na mmaliza. Hao hamyajui haya, yapo na mifano yake. Kuna watu wameuliwa kwa sababu ya mali zao. Kuna watu wamefanyiwa matukio makubwa kweli kweli. Watu wamepoteza akili kabisa. Watu wafika pahala anamroga mtu ili apate mali. Haya ndio mapenzi sasa. Ndio hiyo hubban
jamman, mapenzi yale ambayo yamepetuka kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru. Baada ya sura hii tuchukue kidogo katika surat Al-Balad. Hii ni sura ya uraia, sura ya uraia, national ID yani inampa Mtume salama bitaka maalum kwamba ikiwa kuna raia wa Maka basi wewe ndo raia halisi. Yani kama watu watataka kusajiliwa au watataka wapewe visa za Maka, wewe ndo una haki. Anamwambia wa anta hillun bihadha albalad, kwamba wewe ni mtu halali mno katika huu mji. Na hapa ziko sababu nyingi ambazo zimefanya haya. Muislamu, nataka niwaambie kitu kimoja, na hapa lazima turejee nyuma. Kama kuna jambo lina umuhimu kwa mtu kulizingatia na kuliheshimu, ni suala linalohusu uraia wake na nchi yake. Na nyinyi nafikiri mwaona siku kadhaa zilizopita tulitahiniwa kutaka kuchafuliwa na nchi yetu, lakini alhamdulillah, thumma juhudi za watu binafsi, Allah ashukuriwe sana. Hapo ulipo, nchi yako ni kiota chako, yani nchi yako ni zaidi ya kitandani kwako. Mambo mtu anaweza asielewe mpaka yatokee, lakini wallahi alazim, juzi wakati niko safarini tulifika sehemu kwenye ukaguzi, ikawa kuna raia wa kigeni, lakini jinsi walivyoamiliana naye, yani unaona kabisa mtu ananyongeka tu kwamba ile hali hayuko kwenye nchi yake. Na bahati mbaya au nzuri, inawezekana watu wengi hapa hawajaishi maisha ya diaspora sana itwaje, yani maisha ya ugenini, lakini maisha ya ugenini yanatesa kwa namna moja. Sharti uwe na pasipoti mfukoni, kama sio pasipoti uwe na ile kitambulisho ulichopewa kule. Kikipotea tu utakapokamatwa popote, ni defender, unaenda lock up mpaka kile kitambulisho. Wewe leo hii bado kuna Watanzania zaidi wengi tu wala hawana NIDA wala hawana cha kupiga kura, hawana kitambulisho chochote, lakini yuko raha msare kabisa. Kwa suala la uraia mtu asilichukulie kwamba ni swala la hovyo, la. Wewe unahisi mpaka Allah anamwambia kwamba la uqsim bihadha albalad, na wapia huu mji huu, wa anta hillun bihadha albalad, wewe ni mhalali, yani wewe ndo una uhalali wa mji huu. Kana kwamba anamwambia mtu yeyote atakayetaka kuwa mhalali apite kwako. Leo kuna vitu vinaitwa visa. Ukitaka kuingia nchi ya mtu kwa dharura, anakupa kitambulisho maalum ukae nacho, kikipotea bahati mbaya ni tatizo. Tunaona vizuri Waislamu. Hii ni sura ambayo imezungumzia mambo mengi. Miongoni mwa mambo hayo, laqad khalaqna al-insana fi kabad, kwamba mwanadamu ameumbwa katika matatizo kweli kweli, yani ni matatizo kwa matatizo. Akipata ni tatizo, akikosa ni tatizo, akiwa mzima wa afya ni tatizo, akiumwa ni tatizo. Ala kulli hali ni matatizo juu ya matatizo mwanadamu huyu. Kwa maana mwanadamu anatakiwa apambane na matatizo haya, ayasolve. Kwenye matatizo humu apate zuri. Kuna baadhi watu wanaambia mimi nasubiri hali ikiwa nzuri. Hakuna siku hali inakuwa nzuri Waislamu. Humu tunapita kwenye ugumu, humu ndo tunapatia uwepesi, na kwenye upesi humu ndo ugumu unakotokea. Yani mtu usikae ukasubiri mimi sasa hivi siendi kazini, nasubiri hali ya uchumi, hali ya nini ikiwa. Hapo ulipo uanze. Yani usisubiri, kwa sababu aya ziko inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yani kwenye matatizo ndo kuna uwepesi, au kwenye ugumu ndo kuna uwepesi, na kwenye ugumu humo na kwenye uwepesi humo ndo kuna ugumu. Kwani huwa kuna muda mtu anapanga kwamba sasa huu ni muda wa kupata matatizo? Kuna muda huu mtu anatoka hapa na biashara yake ina thamani ya milioni 20, pengine ni gari kapakiza, anafika hapo mbele anapata ajali na ule mzigo unaharibika, haufai tena kuuzwa. Huyu ametokea kwenye nini? Kwenye uwepesi. Sasa alikuwa na pesa tayari, lakini zimeharibika hapo tu kwenye ugumu tayari. Hapo atakachoweza kukinusuru, hata kama ni thamani ya milioni 1, akaenda tena kazungusha, anarudi kule ni milioni 20. Haya ndiyo mashaka. Kwa mtu asisubiri na asibweteke kwamba unajua. Hakuna kujua. Njia hii kifeli, fungua njia nyingine. Huu ndio mfumo wetu sisi. Kuna watu leo hii uchumi wao umeyumba tu kwa sababu ya alizoea kitu kimoja tu ndio cha kumuingizia pesa. Umekwenda kwenye ardhi vimekataa, umekwenda majini vimekataa, umekwenda milimani vimekataa. Nakwambia unajua sisi, unajua wewe ni nani? Hapa duniani kila mtu ni mgeni. Au unajua mpaka wakupitisha kwenye mifumo wakina nani?
Wewe uliza tu, fasala ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ikiwa jambo hulijui uliza, bwana nataka kuingia majini sasa nafanyaje? Wakwambie bwana kuna mitego sio nchi ngapi, utajua tu. Ama habari kwamba unajua sisi hakuna. Hii dunia haina mwenyeji ndugu zangu, kila mtu hapa ni mgeni. Hii njia umekwenda nayo imekataa, rudi chukua njia nyingine. Na katika aya hapa mbele katika sura inayofuata nafikiri inna sa'yakum la shatta, kama mnakumbuka tuna tafsiri, hakika njia zenu nyinyi au mahangaiko yenu yanatofautiana. Leo wote tupo hapa zaidi ya watu 20. Alhamdulillah, kwa asilimia kubwa kila mtu ana familia, kuanzia analea watu kuanzia 3 4, lakini kila mtu ana kazi yake. Hiyo kazi ndio inamfanya alishe nini familia. Kuna mtu ni barabarani, kuna mtu ni shambani, kuna mtu ni majini, lakini kila mtu maisha anafanyaje? Anakwenda. Tunatofautiana tu. Wenda wa barabarani kamzidi wa shambani, au wa shambani kamzidi wa barabarani, au wapo wa barabarani wanaozidiwa na wa shambani yani ala kulli hali tupo kwenye uwanja wa mapambano. Hakuna kusubiri wala kumsubiria mtu. Hakuna muda hali itakuwa nzuri ukalizika. Bahati mbaya sisi ni watu hatuna shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akipata milioni anatamani milioni 2. Na hata kama ilivyokuja katika hadithi, yani mwanadamu lau akapewa aseme anachokitaka, basi angetaka damu ya mtu alizike yani. Kwa sababu haya ukaambiwa nenda kwenye utajiri wa bwana fulani toa unachokitaka, utatoa, lakini utaona sasa hii haijatosha. Moja ya visa ambavyo ni maarufu, bwana mmoja ambaye alikuwa ni fakiri sana, akaitwa na mfalme. Baada ya kuwa amefanya jambo, mfalme akamfungia kwenye nyumba ya dhahabu, ambaye bwana hizi dhahabu zote hizi chagua unazozitaka, chukua kiwango unachokitaka, lakini kwa muda maalum. Ule bwana kwanza alipofika akaangalia hizi dhahabu zote hizi, akashangaa. Anashika hii anarudisha, anashika anarudisha, mara amejitwisha, ameziogelea, amemaliza, hachukui. Yani anaona sasa hapa nichukue ipi niache ipi. Muda wa kutoka unafika, hajabeba yote, wakati ameambiwa uingie ufanyeje? Ubebe. Ndivyo mfano wa mwanadamu. Kila ilivyo wewe hutofika pahala kwamba nimelizika. Lau kama ni kulizika, wapo watu ambao wameshika rekodi za matajiri wa dunia ambao sasa hivi zinaongozwa na baadhi ya watu tu, wala haina haja kuwataja. Lakini laiti ukaambiwa kuhusu lifestyle zao, hawalali majumbani hao. Yeye anahangaika siku aliyohangaika, usiku utakapomkutia analala hapo. Ni maisha raha haya. Lakini anataka atetee nini? Ile namba 1 ibaki. Waulizeni hata wafanyabiashara wakubwa wenzetu hapa. Mtu mpaka anafika pahala yani kudhibiti swala kiuhalisia hana. Kwa nini? Kwa sababu anataka atetee nini? Tunaona vizuri Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala atusalimishe. Nimalizie na nukta 2 kadha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ayahsabu an lam yarahu ahad, anasema mwanadamu anahisi haoni na yeyote, lakini anasema alam naj'al lahu aynayn, je hatukumwekea macho mawili, walisanan wa shafatain, na ulimi na midomo miwili hii, wahadainahu najdain, kisha tukamuongoza njia mbili, njia ya haki na njia ya batil. Allah amekuthibitishia kwanza, amekupa vitu vya kukusaidia kupata hizo njia mbili, macho mawili, midomo miwili. Maana unaweza kuongea na kujiamria, yani unaweza kujielezea, lakini unafanyaje? Umewekewa njia mbili, wewe mwenyewe ndio mwenye maamuzi. Utake kupotea sawa, utake kuongoka sawa, kama ilivyokuja aqul alhaq min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Wewe sema haki tu, atakayetaka kuongoka ni kwake na atakayetaka kupotoka ni kwake. Si jambo kwamba ustazi hausiki jamani kwenye kuongoka kwako na kupotoka, wala shekhe hausiki. Yeye anafanya hima tu, kwa sababu Allah shakupa ulimi na macho na masikio. Unaona ustadhi atasema wewe kuhusiana na Mola wako, lakini habari ya wewe kufanya hima na kuongoka, hiyo ni juu yako. Sababu Allah anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao wamefanya juhudi tutawaongoza katika kuongoka. Tumeona vizuri Uislamu. Inshallah naomba tuishie hapa. Inshallah katika kikao kijacho tutaona surati Ash-Shams na kuendelea biidhnillah al-Karim. Naomba nikomee hapa, tutaruhusu kama kutakuwa na maswali kadha wa kadha, ili tuweze kuelekea kwenye ibada ya sala inshallah. Wajazakumullahu khair.